Kipindi husika, TAKUKURU mkoa wa Njombe ilisaidia upatikanaji wa fedha ya kodi ya VAT pamoja na riba ya jumla ya shilingi milioni 33,850.88 kutoka kwa wafanyabiashara Yohana Robert Kabelege, mmiliki wa kampuni ya Idamba Enterprises, na Fred Tilius Mahenge, mkurugenzi wa kampuni ya Perfect Venture Company Limited. Ndugu wanahabari, fedha hii tuliokoa iko taarifa yake kama ifuatavyo. Fedha hizi zililipwa baada ya wafanyabiashara hao kubaini kuwa TAKUKURU wanafuatilia suala lao la kutolipa kodi ya VAT kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ambapo awali ya wote wafanyabiashara hao walipewa kazi ya kusafirisha mazao ya mahindi na mpunga kutoka maeneo vituo mbalimbali ambako NFRA Makambako ilinunua mazao hayo. Hasa baada ya kusafirisha yale mazao kupeleka kwenye godown la NFRA Makambako, NFRA wakawalipa fedha. Baada ya kuwalipa ile fedha ni kwamba inajumlisha na VAT, kodi ya VAT. Hasa walivyotoa ile risiti ile waliotoa sio ile ambayo ni risiti halali. Kwa hiyo walilipa fedha ikijumlisha na VAT, ambao NFRA wakijua kwamba fedha ile lazima wanapeleka kulipa TRA kama ilivyo kawaida. Lakini baadaye tukakupitia wananchi, tunashukuru sana wananchi, kutokana hii elimu tunaendelea kutoa elimu kwa umma. Wananchi tukapata taarifa kutoka vyanzo vyetu vya siri kwamba kuna wafanyabiashara wamelipa kodi kwa kusafirisha mazao kwenda katika godown la NFRA Makambako, lakini fedha hiyo walipwa kulikuwa na kodi ya VAT lakini hawakuilipa. Na inasadikika kwamba hata risiti waliotoa ni feki. Inaonyesha kwamba ina VAT included, lakini kweli ile risiti sio sahihi. Baada ya kupata taarifa hiyo kutoka kwa wananchi, tukaanza kuifanyia kazi. Tunashukuru kwamba baada ya kuifanyia kazi tukabaini kwamba ni kweli hii kampuni ya Perfect Venture Company Limited ililipwa fedha jumla ya shilingi milioni 62,236 na senti 5 kulingana na mkataba walioingia na NFRA Makambako, ambao mkataba huo ni tarehe 14 mwezi wa 7 2026, ikiwa ni pamoja na hiyo pesa waliolipwa ikajumlisha malipo ya VAT ya shilingi milioni 9,349,071 ambao hakuwa wamelipa TRA. Kwa hiyo pamoja na kulipa malipo yao haya milioni 62 ambayo yanajumlisha kodi ya VAT ya milioni 9, lakini hii milioni 9,349,071 hawakuipeleka TRA. Lakini risiti waliotoa inaonekana imeinclude VAT. Kwa hiyo pesa hiyo wakaipiga. Sasa baada ya kupata hiyo, tukaanza uchunguzi wetu. Makadirio TRA wakaona kwamba kutokana kukwepa hiyo kodi waliolipa ni kwamba makadirio ya riba ya TRA yalikuwa ni shilingi 853,045 na kufanya kodi wanayotajwa walipe sasa, wakijumlisha na hii riba walipe shilingi milioni 10,202,116. Kwa hiyo kwanza walikwepa kodi ambayo ilikuwa ni hiyo niliyosema milioni 9,300,000 na kitu, lakini sasa kutokana kubainika hilo, baada si kuanzisha uchunguzi, TRA wakapiga na fine riba kosa waliolifanya la hiyo 853,045, kwa wakalipa hii kodi milioni 10,202,116. Hiyo ni kampuni ya Perfect ambayo nimesema inaitwa Perfect Venture Company Limited. Kampuni ya Idamba Enterprises nao ililipwa na NFRA shilingi milioni 138 lakini 54,730 na senti 70. Ililipwa hiyo kulingana na mkataba hii Idamba iliyoingia na NFRA Makambako, ambapo baada ya kulipwa hiyo pesa waliolipwa milioni 138 ilikuwa na kodi ya VAT milioni 20,899,576 na senti 58, ambayo nao hii kampuni ya Idamba Enterprise haikuilipa. Ikatoa risiti kwamba risiti kweli inainclude na VAT, lakini wakalipa pesa yote milioni 138, hakulipa kodi TRA. Sasa baada ya kufanya uchunguzi huo, baada ya kuanza uchunguzi na kuanza kuwahoji, tayari walipobaini hilo ndio wakaenda kulipa hii kodi.
kwa maana kwamba kama sio TAKUKURU kuanza uchunguzi kupata taarifa kwa wananchi raia wema, ina maana hawa jamaa hii kodi walikuwa wameshakwepa, serikali ikosa kodi. Jumla ya kodi wao kijua kampuni mbili hizi ni hiyo kodi inafika milioni 33 na kitu. Kwa hiyo makadirio ya riba ya TRA yalikuwa ni milioni, sasa kujumlisha zile ya riba tu ama kampuni mawili ni milioni 1,06,658 na senti 30, na kufanya kampuni zote watakiwa walipe jumla ya kodi ya kodi ya milioni 22 na ngapi. Kwa hiyo ina maana kwamba ninachotaka kueleza hapa ni kwamba, ndugu wananchi na wafanyabiashara, tunahimiza sana wafanyabiashara, zingatieni sheria za nchi. Kodi unapaswa ulipe kodi. Umesajiliwa kulipa VAT. Unapopewa kazi ya serikali au na kazi yoyote, toa risiti halali ambayo inatambuliwa na TRA. Na ukitoa risiti halali, nenda kalipe kodi uliokata kwa niaba ya serikali. Amini kwamba kodi ile sio mali yako. Ile ni kodi umekusanya, unabidi usubmit TRA. Kitendo cha kutofanya hivyo ni kitendo cha kukiuka sheria za nchi. Hivyo basi, si vizuri sana ukasubiri kufuatiliwa na vyombo vya dola kama sisi TAKUKURU au vyombo vingine au kupelekwa mahakamani kwa makosa haya. Tunaombeni sana wafanyabiashara na wananchi wote, mnapoanza kulipa kodi, lipeni kodi kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi. Na tunaahidi kwamba wafanyabiashara na wananchi, kama tunapata taarifa sahihi, vitendo kama tutaendelea kushughulikia kwa haraka sana, ili fedha irudi TRA, irudi kwa wananchi kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo tunahimiza sana wafanyabiashara, hakikisheni mlipa kodi kwa mujibu wa sheria na taratibu. Na tunaomba TRA, ni vizuri mkajenga tabia kufuatilia mara kwa mara wafanyabiashara, ili mchukue hatua za haraka pale mnapogundua mfanyabiashara anatoa taarifa nyingine za uongo ambao kinyume na taratibu. Lakini naamini kwamba kazi hii itafanyika kwa kuzingatia sheria za nchi na kuhakikisha kwamba hatumuonei mtu. Kwa hiyo naamini TRA inafanya kazi nzuri, lakini tunakukumbusha TRA, fuatilieni kwa karibu sana. Sasa je, hizi ni kampuni mbili katika mkoa wetu wa Njombe. Inaweza kuwa kampuni hizo ngapi ambazo zimefanya hivyo? Kwa scenario hii ichukueni kwamba ni lesson, kwamba kuna haja kufuatilia sana wafanyabiashara wakisha wanalipa kodi inayostahili kulipa. Lakini pia kama nilivyosema, ndugu wanahabari, jukumu tulionalo pia ni ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Niseme tu kwamba katika kipindi cha miezi mitatu hiyo niliyoitaja hapo, January to March 2026, TAKUKURU mkoa wa Njombe tumeweza kufuatilia miradi 24 ambayo miradi yote hii ya maendeleo thamani yake ilikuwa ni shilingi ni bilioni 9,563,728,836. Hii miradi tulifuatilia ya maendeleo. Lengo letu la kufuatilia miradi ya maendeleo ni kuangalia kwamba mikataba iliyokuwa ya ujenzi inaenda sahihi, na pia fedha iliyolipwa iliyotumika katika miradi inaonyesha ile thamani halisi ya mradi uliofanyika.